Unaniona? Mimi niko smart, au sio? Nywele zangu nimepunguza, nimevaa kofia yangu, nimevaa toka huko. Kila kitu nimefanya nini? Nimekipamba. Hata ukija ofisini kwangu kule, mwenyewe utaogopa, au sio? Unaogopa sio kwa sababu gani? Wewe mwenyewe unajikagua hivyo, ni hii ofisi kweli niingie? Nitaonekana kama mwizi au kibaka. Kumbe mtu una ajira yako, una kazi yako bwana. Si mnanielewa Basi na nyinyi muwe smart. Ndio maana nimesema hivi, muipe hadhi kazi yenu. Unajua mimi unaenda unamwangalia dereva wa bajaji kwanza alipokaa pale, au hata kama umesimama hapa, mtu mwingine anaweza kaja akaangalia smartness ya mtu. Sio, umenielewa? Smartness ya mtu. Anaona jamaa yuko safi, mtu ana shati amevaa, unajua huyu jamaa anajitambua, huyu jamaa ataniendesha vizuri kwa sababu anafanya nini, anajitambua. Lakini unamwona mtu yani yuko wako naogopa saa zingine kwamba hivi huyu anamwambia huyu hapana, huyu ila huyu atanipeleka. Hiyo ndio kile nilichozungumza kwamba kuinua hadhi ya kazi yenu, kuithaminisha kazi yenu ninyi. Weka chombo chako safi, kimekamilika kwa kila jambo, lakini na wewe pia uwe smart. Hiyo ni kazi kama kazi zingine. Ni kazi iliyobeba thamani kubwa sana, kwa sababu nyinyi mnafanya kazi ya usafirishaji ambayo kimsingi kwa haki yetu tulitakiwa tuidai serikali tusafirishe. Zamani miaka ya nyuma, wengine nyinyi wadogo hapa, serikali ilikuwa na mabasi yake. Songea sijui alikuwa anaitwa nini? Kauru, kampuni ya usafiri Ruvuma, kampuni ya usafirishaji Ruvuma, au sio? Kulikuwa na kamata, kulikuwa na nini, ilikuwa ni kazi ya serikali. Lakini sasa hivi hayo mambo wamechukua wananchi. Yaani imewaachia ninyi. Kwa ina maana mnafanya kazi kubwa sana yenye thamani, ila nyinyi bado hamjafanya nini? Hamjajitambua. Ila mwenzenu leo nimeona nije niwaambie, kazi yenu ni kazi kubwa sana, kazi yenye thamani sana. Kazi ya kusafirisha watu ni kazi kubwa na ni kazi nzuri sana, ambayo kimsingi serikali ilitakiwa ichukue hiyo nafasi. Hasa kama unafanya kazi alafu wewe mwenyewe unaishusha hadhi yake, maanake sasa sijui tuseme nini. Una kazi yako alafu umejiajiri mwenyewe. Unaona, umejiajiri mwenyewe. Sasa hivi hatuna nafasi za kuajiri watu wengi. Kuna vijana humu wamesoma, hawana ajira hamna, lakini ninyi mmejiajiri wenyewe, manake mmeisaidia serikali kufanya nini? Kuhakikisha wananchi wana ajira. Kazi yenu ni kubwa, ina thamani. Hebu ioneni kazi kweli kama kauli mbiu yenu inavyozungumza. Si mmenielewa? Mmenipata vizuri? Kwa hiyo mimi nategemea baada ya hapa tukishaondoka, nategemea nikipita nikutane na watu kwanza bajaji zao ziko smart kwa ajili ya kazi, lakini na ninyi wenyewe muwe presentable. Sawa? Muwe presentable. Yaani watu waone kweli hawa jamaa wako ofisini mwao. Ofisi kama ofisi nyingine hii. Ukiingia ukienda kwa mkurugenzi pale, utaona jinsi watu walivyo smart, lakini hawajajiajiri, wameajiriwa. Ukienda pale kwa ofisi zote unakuta watu wako smart. Sisi watu wa Mbinga bwana tunapenda starehe, au sio? Moja ya starehe ni kuwa smart. Na afya njema. Mnanielewa ndugu zangu? Mnanipata vizuri Lakini tuzingatie sheria za usalama barabarani. Hivi vitu ni hatari sana. Kama ukiendesha umelewa ndugu yangu, kuingia kwenye mtalo sasa hivi, au sio? Hizi pombe kunywa baadaye. Ukisha kusanya hela, zingine acha nyumbani kwa ajili ya familia, zingine peleka benki utunze kwa ajili ya baadaye, zingine hizo ndio uende kufanya nini? Kufanyia starehe zako.